katika kuendeleza hicho, ina maana ataweza kupata kipato, na sio kipato tu, atapata kipato bora, kwa maana ataenda kiufundi zaidi, kiuelewa zaidi, na tunafanya hicho nchini kote. Hiyo inakuwaje? Maana hapo ndio umegusa sehemu kabisa. Kuzungumzia ufundi, vijana wengi ni watafutaji. Tanzania wengi ni wabunifu. Tuko vizuri, tuko vizuri Tanzania. Na mtu mmoja, kwa sababu mnasema ufundi, kwa hiyo kuna mafundi wale ambao wana kipaji cha kuweza kuchora. Je, mna rangi zile ambazo kwa wachoraji? Wachoraji wana rangi zao, wanakuwa rangi zao maalum fulani. Mtu amekaa hivi na virangi vyake, anagusa hapa, anagusa hapa, anagusa hapa, anagusa hapa, anachora. Ndio. Sasa ni mko vipi katika eneo hili? Kwa vizuri sana. Ni wewe tu ambao utakuja, wewe mchoraji unakuja unasema nataka rangi na hii tunakutengenezea. Hizo ni kwa order maalum. Ni kwa order maalum. Kwa maana sio watu wengi ambao wanazitumia. Kwa mfano, na wachoraji wengi ni vijana wa kawaida kabisa. Na gharama zake sasa si zitakuwa kubwa. Na wengi wao wanatumia rangi zetu za kawaida hizi. Ina maana rangi zetu tunapozitengeneza unaweza kutumia kwenye kupaka nyumba na pia kwenye uchoraji bila tatizo. Hizo ambazo ni maalum zinakuwa ni za namna gani mpaka zinakuwa maalum kiasi hicho mpaka utoe order? Ni kwa utengeneza. Unaweza ukaja ukasema nataka rangi ambacho kinaweza kufanya 1 2 3 ambacho ni tofauti na ya kawaida, tutakuandalia. Maana tuna uwezo huo. Ushanielewa? Lakini hatuwezi tukaweka yote sokoni kwa sababu kuna wengi, baadhi ya watu hawazielewi ni zipi. Kwa hivyo ukija unasema nataka rangi 1 2 3 kinaweza kufanya hiki na hiki na hiki, tunakifanya. Na hiyo kitu mmezungumzia Mr. Geoffrey Obiero ya kwamba mnawapa vijana uelewa, mafunzo. Maana taaluma hiyo ya pekee kabisa. Kila baada ya muda gani inafanyika kwa mwaka? Kwa mfano nisema ambayo kule ni kwa mwaka, tuseme kama Dar es Salaam kwa mwaka tutafanya takriban mara 4. Na tunazo depo Arusha, Mwanza na Mbeya. Na mimi kijana nataka nihudhurie kwenye mafunzo hayo. Nafanyaje? Naona kusikia, unajua sasa vijana usishangae kesho kwenye madepo kwa asubuhi wanataka kupata hiyo taaluma na wakwangue washinde kabisa. Inakuwaje? Unafika kwa wakala wowote wa Sadolini, unamwambia mimi nataka nijifunze mambo ya kiufundi. Watakuorodhesha. Wakisha kuorodhesha ile eneo ambao wasimamizi wa ile eneo, kama ni Arusha tuna wasimamizi Arusha, na wasimamizi Mbeya, na wasimamizi Mwanza, watapata orodha zile, wataandaa mafunzo kwa ajili ya eneo lile. Kwa mfano uko Tabora au uko Kahama, unataka kujifunza, watapata taarifa watoto wa Mwanza kwamba tuna jamaa hawa wanataka kujifunza mambo ya rangi. Wataandaa siku maalum ya kuja kuwafundisha. Watataarifu ofisi kuu Dar es Salaam. Kama kuna haja kutuma mtu kutoka Dar es Salaam, ataenda kule kwa gharama zetu, atatoa mafunzo na utapewa dodoso baada ya mafunzo. Dodoso. Naam. Geoffrey Obiero, Swahili imekaa vizuri bwana. Naam sana. Nataka kujua labda kwa hili ambazo wamekwisha kutoa mafunzo ambao tayari yamekwisha kufanyika. Ni tayari imeshapata vijana wangapi ambao wamekwisha kufanya mafunzo na maana wakafanikiwa? Sasa hivi tuseme kwa muda wa mwaka jana na mwaka huu, kwa maana hata mwaka huu tushafanya mafunzo tayari. Tunao takriban vijana kama nchi nzima wanafikia karibia 500 sasa hivi, ambao takriban washapita mafunzo yetu kuanzia mwaka jana mpaka sasa hivi. Na vyeti mmewapa? Hivyo vyeti vinatambulika wapi? Vinatambulika vyeti hivyo? Vinatambulika, maana kwamba vinawasaidia kwa namna gani hivyo vyeti? Labda nijibu na swali kwako. Naam. Nikija kwako mimi nikakwambia mimi fundi, sina cheti chochote, sina chochote. Sara akaja kwako akwambia yeye pia ni fundi, akuonyesha cheti kwamba bwana mimi fundi na juzi nimepitia kule Sadule wakanionyesha, wakanifunza hivi na hivi. Hichi hapa cheti changu. Utamwamini nani? Mimi nataka wewe ndio ujibu. Atakayeaminika ni yule ambaye anaye cheti. Mwenye cheti. Kwa sababu gani? Atakapotumia rangi za yule ambaye alimpa cheti, usiporidhika, una haki ya kurudi kwa mwenye alimpa cheti. Kwamba ulifunza lakini huyu hajaniridhisha. Kwa hiyo kinatambulika na ninyi pia. Nataka kufahamu nani kuna vyeti vingi kuna cheti afu mtu mwingine anakingana anasema hiki cheti bana kwa hapa kwetu nchini hakitambuliki. Kinatambulika kwetu. Kinatambulika kabisa. Kinatambulika kabisa. Na mtu tuende sasa tena kwenye kampeni ambayo mnayo, Kwangua Ushinde. Naam. Ile draw ya mwisho kabisa. Tafahamuje kama mimi nimeshinda?
na najua mimi nimeshiriki sana, nimenunua vile visado vile nimenunua ile moja ya lita 20 vya kutosha, yani nimeingia karibu sijui mara ngapi. Nitajuaje kama nimeshinda? Draw itafanyika katikati ya mwezi wa 6. Kampeni inaisha tarehe 31 mwezi wa 5. Tunaipa hizo siku 7 hadi 10 ili kuchukua zile kuponi zote kutoka nchi nzima ziji Dar es Salaam. Kwa hiyo zote zitatoka nchi nzima ziji Dar es Salaam. Kutakuwa na hafla maalum ambao kutakuwa na waandishi wa habari, kutakuwa na watu kutoka serikalini vile vile, pamoja na wadau wengine wa kampuni ya rangi Sadolin. Kuponi zote zitawekwa pamoja, zitachanganywa na moja itachukuliwa kutoka pale. Itakapochukuliwa, maana jina lako liko pale Godwin Gondwe, namba yako ya simu liko pale, utapigiwa simu hapo hapo mbele ya kila mmoja na utafahamishwa kwamba umeshinda. Labda sasa katika kuchezesha ile draw pia watu wengi wanakuwa na maswali imechezesha au amechagua alikuwa nayo ile au imekuwa ule uwazi sasa. Kuna mpango mkakati. Wazi upo kwa sababu yote yatamwagwa sehemu moja mbele ya umma, waandishi wakiwepo, kwa maana waandishi ni wadau wakubwa kuwasilisha taarifa kwa umma na kujiridhisha kwamba kweli hiki kimetokea, hakuna mchezo uliochezwa. Unachanganywa mbele ya umma, kila mmoja anaona. Mtu anaweza akachaguliwa okote, au yule mwakilishi wa serikali akaja akachukua mmoja, au mtu wote atakavyoridhia mwenye atakayesimamia hiyo shughuli ambayo ni watu kutoka serikalini. Gaming board ndio anasimamia hilo shughuli. Gaming board wenyewe. Nitakujibu, senda kuuliza ama wanakuepo. Wakati mwingine wanaona Sadolin, wakati mwingine naona Deluxe. Naam. Nini inaelezea nini hiyo? Aha. Swali nzuri. Deluxe ni mtoto wa Akzo Nobel. Sadolin ni mtoto wa Akzo Nobel. Unapotembea duniani kote, rangi ambazo utazipata za nyumba nyingi utapata Deluxe. Na sisi kama ndugu wa Deluxe, Tanzania tunajiita Sadolin. Lakini unapotaka rangi ya Deluxe, uliza mpaka Australia, nataka ninunue rangi ya Deluxe Australia, watakuelekeza kuja Sadolin Tanzania. Kwa sababu sisi ndio ndugu na Deluxe. Ina maana rangi za Deluxe pia tunazileta hapa nchini. Ndio maana niliposema hapo awali kwamba teknolojia inavyozidi kuendelea, tunauleta mpaka nyumbani hapa. Ili kila mmoja awe na fursa ya kutumia kilicho bora. Kila mmoja anakuwa fursa kutumia kilicho bora. Tofauti yake ni nini sasa hapo? Wao watoto wa baba watoto umesema ni ndugu. Ndio. Baba moja mama moja. Baba moja mama moja. Kwa hiyo ule ubora wa rangi hii na rangi hii, utofauti wake unakuwaje kwamba hii ni Deluxe na hii ni Sadolin? Utofauti wake kwa sasa hivi ilicho ni hiki. Sadolin tunaitengenezea hapa. Malighafi tunanunua, tunaitengenezea hapa. Deluxe hatutengenezi hapa. Kwa sasa hivi Deluxe tunaichukua kutoka Afrika ya Kusini. Kwa sababu Afrika ya Kusini ndio makao makuu ya Deluxe Afrika. Ina maana tunapohitaji kitu ya Deluxe lazima itapitia Afrika Kusini, kwa maana ndio makao makuu ya Afrika. Jo, ukizungumzia ubora wa rangi sasa hiyo na Sadolin na Deluxe. Unaweza kufanana, una vigezo vile vya kimataifa kwa pamoja. Ndio. Inavyo. Tofauti kubwa ni kwamba unapoongelea Deluxe, kwa maana Deluxe ni brand inayojulikana, inatambulika mataifa yote duniani. Ukienda Marekani utapata Deluxe. Ukienda Australia utapata Deluxe. Ukienda Europe utapata Deluxe. Nenda Afrika Kusini utapata Deluxe. Nenda India utapata Deluxe. Kinatambulika duniani kote. Tuangalie siku hizi kuna mtindo mmoja Geoffrey Obiero kwamba sijui umeshaona hii. Yaani mtu anatengeneza nyumba yake, alafu anawaza rangi mwenyewe anaijua. Ndio. Mimi ndio nilikuwa na swali la msingi hapa. Naomba uulize hilo swali. Utanipa kuuliza. Kwa sababu kina mama nyinyi mnajua. Unajua sisi wanaume bwana wanasema tuko color blind. Yaani unaweza kuona unajua tu nyeupe, nyeusi, nyekundu. Ukikuta rangi imechanga kidogo, hii rangi gani? Wanashauri kama wewe ni mume na mke, mume asichague rangi. Asichague rangi. Ndio iko hivyo. Kwa nini unashauri hivyo? Kwa maana wanaume hatuelewi rangi. Wanaume wengi wako color blind. Hawaelewi rangi.
Kwa ni rangi tu hiyo, ni rangi tu hiyo. Mimi naomba uulize swali Sara, wewe unaelewa vizuri zaidi kuliko mimi. Mimi nilikuwa nataka tu meneja tufanulie hapa. Je, wanatoa utaalamu, labda wanatoa ushauri kwa watu ambao wanakuja kununua rangi, labda kwa mfano mtu anakuambia nataka kupaka nyumba yangu nini, labda kuna ushauri wote kama wanatakiwa kupaka rangi fulani au mtu ni ile tu anojisikia kwamba anataka kwenda kupaka rangi fulani? Tunatoa ushauri, lakini pia tunazingatia kwamba rangi ni chaguo la mtu binafsi. Kabla sijakupa ushauri, nitakuuliza maswali ili niweze kujua mwelekeo wako wa rangi ni upi, ili niweze kukupa ushauri kulingana na mwelekeo wako. Siwezi nikakupa ushauri wangu wa kile ambacho mimi nakiona mimi. Lazima kwanza nikuelewe wewe, kwa sababu ile rangi utakapoipaka, mimi sitakuwepo pale utakapoishi pale. Wewe ndio utaishi nayo siku kucha, usiku kucha, sio? Kwa ni mapenzi ya mtu mwenyewe. Mapenzi ya mtu mwenyewe. Kulingana na mapenzi yako na mwelekeo wako. Unajua unaweza kuwa umependa kijani, lakini mwelekeo wako ni hudhurungi. Hudhurungi. Uko vizuri kwenye hizo rangi. Hudhurungi. Kwa baada hiyo lazima kwanza nikudodose nielewe. Kwa maana kuna ile mtu anasema hichi ndio nakipenda, lakini akikana kile kwa muda masaa 2-3 inaanza kumkera. Ushanielewa? Kwa hivyo ukishaelewa hicho ndio sana wewe uombe, okay, kwa nyumba yako hili hapa, ramani yako hili hapa, una dirisha ngapi, zina ukubwa size gani, kuna mwanga unaingia inatoshana kivipi, ili nyumba unatumia kwa kazi gani, samani utakayoweka ndani ya nyumba zitakuwa zipi. Sawa? Ukishazielewa hizo, unaweza kukuchagulia rangi, okay, tumia hichi hapa kwa sababu hii, tumia hichi hapa kwa sababu hichi hapa. Aha. Naam sana. Labda kuna rangi zingine ambazo watu wengine wanakuambia hii rangi inatakiwa kupaka ndani sio nje. Kuna vitu kama hivyo? Zipo. Kunazo rangi ambazo ukija kwangu ukaniambia nataka kupaka nje, nitakushauri usipake nje. Kwa sababu gani? Kwa mfano. Kunazo mifano mingi. Kunazo haswa njano ambayo imewaka, usipake nje. Usipake njano, especially sehemu kama Dar es Salaam. Dar es Salaam. Kwa sababu gani? Ile ina uwezo wa kupauka. Rangi nyingi zitakuwa na uwezo wa kupauka ikiwa njano ambayo inawaka sana. Sawa? Kwa maana hiyo ukija kwa kusema rangi ambayo ni ya nje, nitakushauri, ukinichagulia nitakushauri hichi inawezekana, hichi hakiwezekani. Ukingangania nitakwambia ndio nitakupa, ila tahadhari ni 1 2. Kwa rangi ya nje nzuri, kwa ushauri wako Mr. Geoffrey Obiero ambao umekaa muda mrefu kwenye tasnia hii. Ndio. Ipi ni bora kupaka rangi ya nje? Ni rangi namna gani? Chaguo ni la kwako. Maana tukija kwa hiyo njano, kunazo njano unaweza ukapaka nje. Ushanielewa? Na kwa nini hospitali wengi wanaona saizi Gonde kijani? Kijani. Kile unaona watu wanapaka rangi za kijani, nyumba nyingi sana. Au ndio wakati wake? Hapana. Kama nilivyosema, rangi ni chaguo la mtu. Chaguo la mtu. Na kuna ile ambao kila mwaka wanasema kila mwaka umeshaona kama mwaka huu sio rangi hii, ndio mwaka huu rangi hii ipo. Na wenzetu haswa Ulaya wanaifuata sana hiyo. Hiyo inatoka wapi? Nani ambaye anasema hii rangi ya mwaka huu? Ni ninyi watu wa kampuni haya ya rangi au inatokea wapi? Hapana. Tasnia ya kuchagua rangi nikikwambia ni kidogo mtu anaweza asielewa. Lakini naweza kumwambia kitu kimoja. Inaanzia kuanzia na wasanii wa kimataifa. Inaanzia kule. Wao wanasema hii rangi. Wao hawasemi, watakaa, watajadiliana, wanapata mwaka huu mambo yameelekea hivi mpaka wanaamua okay, rangi hiki kinaweza kukua. Mpaka inateremka chini mpaka daraja ya rangi sasa. So utapata kwamba kuanzia sehemu kama Oscar pale unapata kuna rangi fulani imetawala, Grammy kuna rangi fulani imetawala, unaona inateremka mpaka chini. So unapata dunia watu wanapata mwelekeo fulani wa rangi fulani. Hem, tuzungumzie kuna hili ambalo ni la kawaida. Sijui kama sana umeshaona hii. Kwamba ukienda hospitali unakuta rangi nyeupe. Na ikulu nyingi rangi nyeupe. Kama na White House yangu bana, White House. Yaani mtu kuna White House. Hii ina uhusiano gani rangi nyeupe na maeneo haya? Ni wataalamu wa rangi. Hiyo imekuwa ni dhana ya mazoea. Sasa hivi utafiti umeonyesha kuwa sehemu za hospitali pia unabadilisha rangi. Sio lazima iwe nyeupe tu. Kunazo rangi ambazo zimetambulika kwamba zinasaidia